nimepakwa mafuta kwa ajili ya kizazi changu. I'm anointed for my generation. Ikiwa inamaanisha kwamba hakuna mtu ambaye anaishi beyond his generation. Hakuna atakayeishi zaidi ya kizazi chake. Na hata ukifanikiwa kuishi zaidi ya kizazi chako, hautakuwa relevant kwenye kizazi kinachofuata. Yaani kuna watu ambao wakati wewe unakuwa walipokuwa wakija wilayani kwenu au mkoani kwenu kufanya mkutano wa injili, watu walikuwa wanasafiri kutoka kila mahali kuja kwenye mkutano. Ila watu hao Yesu yule injili ile safari wakija hawana watu. Hakuna anayekuja. Sio kwa sababu wamepoteza Mungu. Sio kwa sababu Mungu amewaacha au neema imeisha. Ni kwa sababu ya muda wao wa kutumikia kusudi la Mungu umezidi. Huenda sasa Mungu amewaacha kama washauri wenye hekima kuwasaidia ambao wanapaswa kukaa mahali pao. Ila wao sauti yao imenyamazishwa tayari. Bado wako hai lakini sio relevant. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa Mungu wa kufanya kazi, watu wanafanya kazi kwenye kizazi. Huo muda ukiisha, umefanya kazi au hujafanya kazi, sauti yako inaondoka. Kwa tena huna uwezo wa kuwa influence kwenye hicho kizazi. Kila mtu muda wake umekadiriwa na Mungu na huo muda unaitwa kizazi, ni generation. Unaona watu ambao ni maarufu sasa hivi akina sisi hawa. Kuna vitu usipovifanya miaka 5 ijayo wewe hauhitajiki, kuna mwingine ana rise mahali pako. Na kuna system ya Mungu tena ya kunifanya niendelee kuwa sauti. Hiyo sauti inaitwa kutengeneza akina Makindi na wengine hawa. Hawa nao watengeneza wakati wanazuka watanipa mic niongee kanisani kwao. Hiyo ndo namna nyingine ya kujiponya nisi expire. Ila nje hapo expiry haina kukwepeka kwa sababu kila mmoja ana kizazi chake. Hicho kizazi kikipita unakuwa hai lakini hauna majukumu au hauna sauti. Sio kama unanielewa. Movement nyingi mnazoziona sasa hivi miaka 10 ijayo zitakuwa ni irrelevant. Watumishi wengi wanakusanya watu mikesha sasa hivi inajaa, ila miaka 10 ijayo kwa sababu hawana system zaidi ya kutembelea upepo wa sasa hivi. Miaka 10 ijayo hawakusanyi watu tena. Hakuna anayewasikiliza kwa sababu waliokuwa wanawasikiliza wameshawaona, wameshawasikia, hawana kitu cha kuchukua. Kwa hiyo watakimbilia kwa mwingine mpya anayekuja. Kwa hiyo point ya msingi ipo kwenye maneno haya, akishakutumikia shauri la Bwana kwenye kizazi. Kwa hiyo kila mmoja una kizazi chako tu. Mungu akikuhurumia anakuacha kizazi kinachofuata uwe kocha, sio mchezaji. Wale ambao wanapenda football wanaelewa kwamba Ronaldinho hajafa. Ronaldinho Gaucho amekufa. Samuel Eto'o, nani tena, Xavi, Iniesta, wale waliotengeneza Barcelona ya moto. Wapo hawapo? Wanacheza. Hawachezi. Kwa nini hawachezi? Muda. Sio kwamba hawana ubongo wa mpira. Ubongo wa mpira upo ila mwili haupo. Ubongo wa mpira upo lakini energy ya mwili haipo. Kila jambo limefungwa kwenye majira fulani ambao huo ndio muda unaweza ukaenda mpaka prime yako. Ukivuka hapo unakuwa reliability, sio tena asset. Sasa muda huu ambao nyinyi mnauita ujana ni muda ambao ninyi huu ndio muda wa kizazi chenu. Ila unaweza ukasingizia ukasema bado na miaka 20 kitu, hata nikija kufika kwenye 30 hivi. 30 haipo mzee. Kwa hiyo inategemea utakula ulikopeleka mboga. Kwa hiyo unachofanya sasa hivi ndio kitakachoamua miaka 10 utakuwa mwokozi wa nchi hii au utakuwa mtafuta maombi ya waliojiandaa. Kwa sababu nikuhakikishia miaka 10 ijayo kuna watu watakuwa wanaonekana kwenye kila TV kwa sababu ya neema na upako alionao. Na kuna mwingine atakuwa anasema huyu nilisoma naye. Namfahamu. Alikuwa na bidii tangu chini. Utakuwa ni mwelezeaji au mtu anayefanya, inategemea sasa hivi. Najaribu kusema nini? Baada ya muda mchache, ni juzi tu nilikuwa mwanafunzi miaka 15 iliyopita, nilikuwa mwanafunzi mpaka 2012, miaka 13 iliyopita nilikuwa mwanafunzi chuo. Nasoma electrical engineering. Miaka mbele hiyo sasa ni baba wa watoto 5. Muda upo. Wewe unadai ni mdogo. Bado sisi tuko kwenye 20 na sijafika 3rd floor. Ni muda tu. Unakuja. Karibu sana. Ni swala muda tu. Mimi nikiongeza 10 na wewe umeongeza 10. Utake usitake. Na bahati mbaya mambo ya kuzaa matokeo na kuwa na ukuu hayategemei umri. Kama una kitu utakuwa unaitwa kubwa jinga. Yani mzee mwenye mambo ya kitoto. Janga kwenye kizazi chako. Shida ya kizazi chako. Aibu ya kizazi chako. Taraka ya kizazi chako. Kama unanielewa unasema amen. Kwa hiyo tunamsifu Daudi kwamba alifanikiwa kuacha alama, tunamuimba na Goliati, tunamuimba alivyolisaidia taifa, tunamuimba alijenga hekalu, tunaimba, lakini yote haya aliyafanya ndani ya muda unaitwa kizazi chake. His generation. Sio beyond there. Hata pale alipotaka aendelee kuwa hai na ajenge nyumba ya Mungu, Mungu alimwambia muda umekuacha. Kuna mtu anafuata nyuma ya kizazi chako anaitwa Suleiman. Ndio ambaye assignment yake ya kwanza itakuwa ni kujenga hekalu ambalo ulitamani ujenge wewe. Kumbe muda ukifika wa wewe kuwa irrelevant, hata kama bado una agenda, Mungu anasema bado sina uhaba wa watu, inabidi wewe urudi. Sio kama unanielewa. Hii lengo lake ni kuamsha uache kuchezea muda.
Muda wa Netflix haupo kama unavyodhani. Muda wa kushinda mitandaoni unafanya challenge haupo tena. It is not real what you think it is. Mimi na miaka 23. Wewe una 23, Makini ni mchungaji wa kanisa letu la makao makuu na ana 25. Yeye ana 25 tayari ni pastor wa watu ambao ni wazee. Magari yanapaki nje Jumapili wanamsikiliza kijana wa miaka 25 anawafundisha. Wewe una 23 ndio uko first year au second year au unaenda utamaliza na 26 chuo. Katika hayo yote hauna ambacho umeshajijenga nacho ambacho Bwana anaweza akakipaka mafuta akakutambulisha kwenye kizazi chako. Kama ni biashara, ujui ni biashara gani bado. Kama ni injili, ujui wewe ni mtume, ni nabii, ni mwinjilisti au ni mwimbaji. Yaani hujajua bado. Wewe bado una mambo kama 6 yote unaona unayaweza. Ninyi mnachofikiri ni upako tu, upako au kusaidii kufanya majukumu au wajibu wako wa kujiandaa. Ninachojaribu kusema hapa ni nini? Huu muda wewe ulipaswa kuwa umeshajua ni nani anakwenda unakokwenda na umeshaanza taratibu kubeba mikoba yake. Umeanza kwenda naye akienda kuhubiri kama wewe unatarajia kuwa kama yeye, warau wewe unasoma maandiko. Ila wewe unadai moduli zimekuwa nyingi. Ukija kumaliza ili uanze utakuwa umezeeka. Ndio muda ambao pia wazazi wanataka ukatafute ajira kwa sababu ni first born kwenu na una dogo wako 6. Na wote wanahitaji wewe uende ukafanye kazi ili uwatunze. Ukija kumaliza miaka 5 ya kufanya kazi, tayari passion ya ulichokuwa unakipenda imefutika. Sasa ni kukimbiza hela tu. Kwa sababu tayari una watoto wawili pia ambao umeshawazaa. Ukija kujitahidi wito unarudi una miaka 60. Ndio una staff unakuwa mchungaji mzee. Mchungaji mwenye miaka 60. Wito umechemka uzeeni. Amna, kila anayedai wito umekuja uzeeni, aliupataga ujanani akakimbiza hela, huku uzeeni akaona ataeleza nini mbele za Mungu akaamua awe mchungaji tena. Ninachojaribu kusema ni neno kizazi. Daudi ni relevant kwa sababu alimtumikia Mungu kwenye kizazi chake, kwenye generation, kwenye msimu. Akumisi msimu wake. Hiyo ndio advantage ya Daudi. Angemisi msimu wake, no matter how anointed he was, no matter how skilled he was, angekuwa irrelevant kwenye kizazi kinachofuata. Zaburi ya 100 mstari wa 5. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Uaminifu wake vizazi na vizazi. Kwa hiyo Mungu ameyagawanya maisha kwenye vizazi, generations. Ndio maana unamsikia Daudi anasema nalikuwa kijana na sasa sijawahi kuona mwenye haki ameachwa wala wazao wake wakiomba. Anachokisema amemuona mwenye haki wakati wa kizazi chake, yani wakati mwenye haki akiwa kwenye peak Daudi alimuona. Alafu mwenye haki msimu wake ukaisha, wakafuata wazao wake na wakapenya, wakafuata wazao kila mmoja kwenye nafasi yake alikuwa kizazi. Kulikuwa na mwenye haki, wakaja wazao wake, wakaja wazao wake kama wazao wa wazao wake. Na anasema ameprove ya kwamba uaminifu wa Mungu ni ule ule, hajawahi kuona Mungu amewaacha. Kwa hiyo uaminifu wa Mungu ni kizazi hata kizazi. Maana yake Mungu anaoperate duniani kwa mfumo wa vizazi. Wewe hapa ukipuyanga umewakwamisha wanaofuata. Ukifanya vizuri umewarahisishia wanaofuata. Kwa sababu wanaofuata hawana pa kukopi na kupesti isipokuwa wewe. Ni jambo linaloumiza kuona mtu anatoa mifano ya kina Babarora. Anasema kulikuwa na mtu anaitwa Babarora kule Nigeria miaka 1930. Alafu kuna watu wanahubiri sasa hivi hawatolewi mfano. Anazungumziwa Babarora wa Nigeria wakati kuna wa Tanzania hapa hatuwajui. Na wao wapo, ndio maana sisi tumerithi imani wapo, ila hawakuwa na impact mpaka inabidi tukakope kwa Babarora. Tukakope kwa Idaosa. Maana yake kuna watu hapa walifanya kazi, hata kama walifanya kazi ila chini ya viwango kiasi kwamba uwezo ukawarifaa kwenye mambo fulani ya muhimu. Wewe muda huu umezaliwa kizazi ambacho inadaiwa watoto 2000 ni hatari. Wewe ndo una majibu ya watoto wa 2000 hatari. Wewe upaswi kuwa mwanga wa matatizo ya watoto wa 2000. Wewe unapaswa kuwa solution. Uishi kwa namna ambayo mwenzako anatoka kuzini Jumamosi jioni, anakukuta unamalizia masaa yako 3 ya kuomba, anapiga magoti chini anakuambia niombe najisikia vibaya. Natamani maisha yako hujahubiri. Ila kama yeye anakuinfluence mpaka unahisi wewe ni mpweke, akiwa anaongea na mpenzi wake mpaka wewe unaanza mahusiano mapya, una matatizo. Unahisi hujakamilika kama una mtu. Kwa sababu wenzako huwa wanarudi na keki ya birthday kubwa ya shilingi 70,000. Anakuja nayo anakula na ninyi wote for my love. Na wewe unaona kama umechelewa wakati kilichokuleta UDSM ni electrical engineering. Na sio mahusiano. Na darasani unafanya vizuri. Na umepata bonus ya kuwa na Photoshop pia. Na bado unajisikia vibaya kama umechelewa. Maana yake hujui nini cha kufanya ndani ya majira. Nyakati wa 2:12-32. Watu wanaotawala kwenye maisha haya, wanaokuwa vichwa, ni watu wanaojua mambo ya muda na namna ya nini cha kufanya kwenye muda. Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Watu ambao watakuwa gumzo, mtawaimba, mtawaangalia kwenye TV zenu. Ni watu ambao wanajua muda huu nifanye nini.
Sio watu ambao wanacheza biti inalowekwa na dunia. Sio watu wanaosema kila mtu ana mtu na mimi napaswa kuwa na. No way. Ni watu ambao wanajua muda huu ninatakiwa kutafuta Mungu, ili hao ambao wanacheza cheza watakapokuwa wanamtaka Mungu niwe na reserve, niwapatie. Nilicho nacho ndicho nikupacho. Haya, andika anasema na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nini? Nyakati. Kuyajua yawapasayo. Kama mtu ana uwezo wa kujua taifa zima lifanye nini, unataka kuniambia ajue yeye afanye nini? Kuna watu wanaishi kwenye kizazi kimoja na wewe, hata ukisema awe waziri, anaweza akawa waziri mzuri kuliko, ila ana miaka 23 kama wewe. Hivi unafikiri ni sawa ukiona CCM wanachagua Wasira mzee awe makamu mwenyekiti na kuna vijana? Wakati wa Nyerere yupo, wakati wa Mwinyi, wakati wa Mkapa, wakati wa JK, wakati wa Magufuli, wakati wa mama, na wakati ujao. Hivi unafikiri ni sifa hiyo? Maana yake watu wenye uwezo kwenye kizazi hiki hakuna, inabidi wakope wazee. Nyie mnachoweza ni nini sasa? Laptop imejaa movie. Una mwaka wa pili chuo, una mahusiano matatu mapya. Umeshaachana na watu wawili ambao hawajulikani kokote, si kwa mchungaji wala kwa mzazi. Alafu tunasema wale ambao Mungu atawatumia kwa ajili ya taifa hili, nyosha mkono. Na nyosha. Umeshindwa kutumiwa kwenye mahusiano, utumiwa kwenye nchi. Ulikuja bikra safari, mtu ameshakushika makario, ameshakushika maziwa, ameshakuramba midomo, na ulikuja mtakatifu. Wewe ndio utaweza kuisaidia nchi kama umeshindwa zinaa? Nchi na zinaa ni kipi rahisi? Zinaa si maamuzi, ukikaa dakika 5 hamu inaisha. Nchi unaweza kukaa dakika 5 hali kabadilika. Mwangalie mjinga mmoja amwambie wewe una akili. Sasa nisikize, kwa lugha nyepesi, hakuna kizazi ambacho Mungu hayuko kazini kutimiza uaminifu wake. Lakini huyo Mungu ambaye yuko kazini kizazi hadi kizazi anahitaji mtu wa kusimama mahali pake. Kamata hiyo. Hakuna kizazi ambacho hakina Mungu. Kuna mtu anasema this is a godless generation. No, hakuna godless generation. A godful generation but without a human representation. Narudia tena, hakuna kizazi kisicho na Mungu. Kwa mfano wazee wetu wakija sasa hivi watasema yani watoto wa sasa hivi hamna. Dunia imeharibika. Hakuna dunia iliyoharibika. Kuna watu ambao wana Mungu na wanajua kitu sahihi cha kufanya na hawafanyi chochote. Kwa hiyo shetani anaendelea kufanya peke yake, hapati upinzani. There is no godless generation. There is godless people. Generation is safe. There is nothing new. Hila watu wasiomthibitisha Mungu na wasiomwakilisha Mungu kwenye kizazi chao ndio wanaosababisha aonekane Mungu hayupo. Kuanzia leo ninakuwekea ndani ya moyo wako jukumu la kumwakilisha Mungu. Ninakuwekea mzigo wa kukataa kuwa mtu wa jumla tena. Hata kama hakuna mtu kwenye kizazi chako, Mungu akitazama mbinguni akuone wewe. In the name of Jesus.